kujitahidi na kujiajiri. Kwa kifupi, vita dhidi ya maadui watatu ambao ni umaskini, maradhi na ujinga waliotambulishwa wakati wa uhuru, pamoja na maadui wapya walioibuka ambao ni rushwa, ufisadi na mabadiliko ya tabia nchi, bado maadui hawa tumeshindwa kuwapiga na kuwashinda. Natambua na kuheshimu programu na mikakati iliyowekwa na waasisi wetu wa taifa letu tangu wakati wa uhuru kupambana na maadui wa taifa letu, ingawa kumekuwepo na kwenda mbele na kurudi nyuma, na hivyo kufifisha nguvu na jitihada katika uwanja wa mapambano. Kwa muda mrefu nimekuwa kwenye tafakari kubwa na fikra na mawazo, nikiwaza na kuwazua nini kinacholifanya taifa letu kuwa na matatizo mengi na sugu yanayotufanya tushindwe kupiga hatua kubwa ya kimaendeleo na kufikia mapinduzi makubwa ya kiuchumi. Tanzania ni nchi huru inayoamua mambo yake yenyewe. Katika kuweka mipango tunaweka wenyewe, tunaandaa na kutekeleza bajeti sisi wenyewe, tunatunga sheria sisi wenyewe, tunaingia mikataba wenyewe, tunapanga matumizi ya rasilimali kama ardhi, mafuta, gesi, madini, mifugo, samaki, wanyama sisi wenyewe. Kwa nini tuwe kwenye mkwamo huo mkubwa? Kwa nini tuwe katika nchi 40 maskini zaidi duniani? Hivi sasa nchi yetu iko kwenye mkwamo mkubwa wa kutishia hata uhuru na ustawi wa taifa letu. Ni dhahiri kuwa Chama cha Mapinduzi hakina njia mbadala ya kulinusuru taifa, kwani imefikia mwisho wa kutenda na mwisho wa kufikiri. Wakati umefika sasa wa kupata viongozi wenye maono na fikira mpya na mbinu mbadala ili kulijenga upya nchi yetu. Nipo tayari pamoja na wenzangu kufanya hii kazi kwa maslahi mapana ya taifa. Kauli mbiu ya chama cha ACT Wazalendo ni taifa kwanza, leo na kesho. Taifa la wote, maslahi ya wote. Kauli mbiu hiyo inatoa kipaumbele cha kwanza ni taifa, na kwamba maslahi ya rasilimali za nchi zinufaishe watu wote, aina yoyote. Hii ni kauli mbiu bomba sana na nifikirishi sana. Nakubaliana pia na kauli mbiu ya ujamaa na kujitegemea. Nakubaliana kauli mbiu ya ari mpya, nguvu mpya na kasi mpya. Kauli mbiu ya hapa kazi tu. Lakini kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele, haina uhalisia na maono ya kweli kulingana na hali ya taifa kwa sasa. Taifa ambalo limeelemewa na mzigo mkubwa wa madeni yanayotishia uhuru na ustawi wa nchi yetu. Taifa ambalo wananchi wake wanatekwa, wanapotea, wanauawa na wengine kunyimwa hata haki ya kuabudu, viongozi wa dini kushambuliwa, kukimbilia uhamishoni na kuhofia usalama wao. Taifa ambalo kuna ongezeko kubwa la magonjwa na wananchi wengi kufa bila matibabu. Taifa ambalo upendeleo, dhuluma, uonevu, rushwa na ufisadi vimehalalishwa na kuathiri ustawi wa nchi. Sasa huo utu unaozungumzwa na mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi uko wapi? Unawezaje kusonga mbele wakati ukiwa na matatizo sugu na makubwa kwa kiwango hichi? Kwa sehemu kubwa, changamoto na matatizo yaliyopo nchini yanatokana na ukosefu wa viongozi wenye maono, uzalendo na dhamira ya kweli ya kuwatumikia wananchi. Lakini pia matatizo sugu yaliyopo hivi sasa kwa sehemu kubwa ni ya kutengenezwa ili kufanikisha maslahi binafsi, hali inayopelekea taifa letu kuanguka, yani kuwa a failed state. Ili kulinusuru taifa letu tunahitaji kuamsha ari kwa wananchi, kuwa na viongozi na watendaji wa serikali wenye dhamira ya kweli, wenye kutanguliza maslahi ya taifa mbele, wazalendo wa nchi yao na wenye uwezo wa kumudu majukumu waliokabidhiwa. Lengo na madhumuni sio kuiondoa CCM madarakani, sio tu kuiondoa CCM madarakani, mbali kurejesha utawala wa haki, sheria, demokrasia ya kweli na kuijenga nchi upya. Kwa hali ilivyo sasa, tukubali tukatae, nchi yetu imetumbukia kwenye shimo, na hivyo inahitaji mikakati mipya, maarifa mapya na dhamira za dhati za kulikwamua taifa letu. Watanzania hatujachelewa. Licha ya matatizo makubwa tulio nayo, si suala la kuamua tu
kwani chama cha ACT Wazalendo kimewaletea wagombea wazuri kwa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi Luhaga Johnson Mpina, na mgombea mwenza Bi Fatima Abdulhabibi Feleji, na mgombea wa nafasi ya rais wa Zanzibar Mheshimiwa Osman Masudi Osmani almaarufu Omo, ambao rekodi zao za utumishi wa uongozi wa umma sio za kutiliwa mashaka ya aina yoyote. Kwa kuwa matatizo mengi tulionayo sasa ni ya kutengeneza: uvunjifu wa katiba na sheria za nchi, kutanguliza maslahi binafsi na uzembe kazini. Hivyo mbinu ya uongozi inayofaa kulinusuru taifa ni kuweka vipimo na ushindani na ufanisi na uwajibikaji kwa watendaji na viongozi wa umma. Suala la kufanya kazi kwa mazoea na kula kwa urefu wa kamba suala la kufanya kazi kwa mazoea na kula kwa urefu wa kamba kutahitimishwa rasmi. Utekelezaji wa shughuli za serikali na binafsi kwa sehemu kubwa utafanyika kwa njia ya ushindani. Kulingana na hali tete ya taifa hili ilipofikia hivi sasa, mitizamo ya Watanzania, serikali yangu ya awamu ya 7 ambayo nitakayokuja kuiunda itakuwa na kauli mbiu madhubuti, yani a compelling tagline ya hapa kazi na ushindani na nchi kujengwa upya. Kauli mbiu hii imebeba maono makubwa na itatekelezwa kwa programu na mikakati mbalimbali. Muda na wakati wa porojo umekwisha, kuahirisha na njoo kesho imefika mwisho, na sasa ni muda wa kazi na matokeo makubwa ya kusisimua. Kauli mbiu ya hapa kazi na ushindani inalenga kuacha kufanya kazi kwa mazoea na kwamba kila mtu atapimwa ufanisi wake kazini kwa kushindanishwa na wengine ili kujenga uchumi jumuishi na kuongeza na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kupitia mikakati wa komesha, punguza, pandisha na tengeneza, KPPT. Kauli mbiu ya hapa kazi na ushindani itatekelezwa kwa mikakati minne mikubwa. Komesha, kuna mambo ambayo kuna komesha, punguza, pandisha na tengeneza, yani KPPT. Sasa komesha, mkakati huu unalenga kukomesha mambo yote yanayofanyika kinyume cha sheria, katiba na misingi ya utawala bora, ikiwemo uzembe, upendeleo, ubaguzi, dhuluma, uonevu, wizi, rushwa na ufisadi, kwani haya yanaathiri moja kwa moja katika utoaji wa huduma, maendeleo na ukuaji wa uchumi wa nchi. Lakini serikali ya awamu ya 6 imeyabariki mambo haya na kuyaona yanafaa. Mkakati wa punguza. Mkakati huu unalenga kuweka mbinu mbadala za kupunguza sehemu kubwa ya matatizo ya umaskini, ajira, magonjwa na vifo, migogoro, uhalifu na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kadhalika, ambapo serikali ya awamu ya 6 matatizo haya yamekuwa sugu na hayana suluhisho kwao. Eneo jingine ni pandisha. Mkakati huu unalenga kulinda, kuongeza na kuboresha mafanikio yaliyopo, ikiwa ni pamoja na miradi ya mikakati inayoendelea, kuongeza uzalishaji na uuzaji wa bidhaa na huduma ndani na nje ya nchi, kuongeza thamani katika mazao yanayozalishwa kupitia sekta za kilimo, mifugo, uvuvi, misitu, madini, gesi, mafuta, kuongeza na kuboresha utoaji wa huduma za jamii kama elimu, afya na maji. Kwenye tengeneza,